Na mwalimu, karibu kwa mkutano huu na wanahabari kuelekea mchezo wa kesho ambapo mtakuwa ni wageni wa Simba Sports Club. Mjiandaje kumbinu kuelekea mchezo huo? Kwa majina naitwa Charles Fred, mwalimu wa Mashujaa msaidizi. Kuhusu mchezo wa kesho na Simba tumejiandaa vizuri. Mpaka sasa wachezaji wa understand na pia swala la mbinu na ufundi timu imeandaliwa vizuri kwa ajili ya kuweza kupata pointi 3 muhimu mchezo wa kesho. Mwalimu, tukirejea mchezo uliopita dhidi ya Simba Sports Club mkiwa wenyeji, mchezo ulikuwa mzuri sana, ulikuwa mgumu na kuweza kupoteza katika nyakati za jioni kabisa kwenye mchezo huu. Je, mchezo wa kesho maandalizi yapoje katika matumizi ya nafasi na matumizi ya kuweza safu yako ya ulinzi kuruhusu goli? Kiukweli niseme kwamba tangu tumeweza kujiunga na Mashujaa na mwenzangu Salma Yanga mpaka sasa hivi timu tumeweka sawa kila sehemu. Idara ya ulinzi timu iko sawa, idara ya ushambuliaji timu iko sawa. Ndio maana kuna baadhi ya michezo nyuma tumeweza kufanya vizuri, na ukiangalia pia mwendelezo wa timu sio mbaya, ni mzuri. Lakini tukisema mchezo uliopita ambao wameweza kupata ushindi mwishoni, na kitu pekee ambacho tunasema huu mchezo wa kesho tumejiandaa vile kufanya mwendelezo mzuri kwenye mchezo wa kesho. Na kiujumla niseme kwamba changamoto itakuwa kubwa sana, najua kwa sababu ni timu nzuri ambayo tunakutana nayo, ina wachezaji wazuri ambao wanaweza kufanya pressure yote, kuweza kufanya makosa na kuruhusu magoli, lakini sisi tumeandaa timu vizuri, defense iko vizuri, na tumeandaa timu kuwa imara kuweza kukutana na hali yoyote ambayo Simba watakuja nayo. Swali kwa mwalimu. Karibu. Mwalimu, ukitazama Mashujaa hajacheza mchezo wote wa ushindani tangu Aprili 20 na Mungu kutoka kwa faida kwenu kupata muda mrefu wa kujiandaa au ni hasara kuto kucheza mchezo wote wa ushindani hapo katikati kabla ya mchezo mkubwa dhidi ya Simba? Ujue unapokuwa unajiandaa kwenye hizo mechi unaangalia na mpinzani ambao unakutana naye. Kwa hiyo sisi kama walimu tumeweza kuangalia ratiba tulikuwa nayo, siku ambazo tulikuwa nazo mpaka kukutana na mchezo, na timu ambayo tunakutana nayo ni Simba uko bora, umetoka kufanya kuingia finali kwenye mashindano ya CAF. Kwa hiyo niwapongeze kwa hilo pia. Kwa hiyo tunajua tunakutana timu bora. Kwa hiyo kwa muda ambao tumekuwa nao hapa Dar es Salaam tumeweza kufanya mazoezi kuiandaa timu kwa mazoezi, kuweka sawa ili kuweza kuwakabili wapinzani ambao tunakutana nao. Swali kwa mwalimu. Sasa coach, pengine kiufundi mmefanya vipi na kuiona Simba katika sura zote hasa katika mchezo wa kimataifa kama walimu katika mchezo wake? Kiufundi tumepata muda mwingi kuiangalia Simba, mechi nyingi zimecheza, lakini hatuwezi kusema kwamba alivyocheza kwenye mashindano ya CAF basi ndipo atakuja kucheza kama mashindano ya NBC Premier League. Kwa hiyo tunajua atakuja tofauti, lakini sisi pia tumejiandaa kwa hali yoyote ile ambayo anakuja nayo Simba kuweza kumkabili na kummanage. Kwanza kabisa tunaamini pia hata safu ambayo iko nayo ya washambuliaji ni nzuri, wana quality players ambao wana uwezo wa kuadhibu muda wote. So tumeiandaa timu vizuri kuweza kwa manage kwa namna yoyote ile kuweza kuwakabili vizuri, na tumeandaa timu vizuri kuweza kupata pointi 3. Karibu swali. Mwalimu, tunaamini kwenye michezo hamasa ni muhimu zaidi, na bila shaka kwenye mchezo huu kuna sehemu ya hamasa kwa washabiki, kwa uongozi, kwa wachezaji, na kama inatokea imewekewa hela maana labda milioni 100, unadhani inaweza ikaongeza hamasa kwa wachezaji ama inaweza ikaondoa mpango wa mwalimu? Mimi niseme tu kwamba nizungumzie upande wa kiufundi. Hiyo swala la hamasa siwezi kulisema sana kwa sababu sio sehemu yangu. Mimi niko hapa kuongea swala la kiufundi. Kwa hiyo mimi kama mwalimu, timu tumeandaa vizuri sana kiufundi kuweza kuwadhibiti Simba na kuweza kushinda mechi ya kesho. Swali kwa mwalimu. Mwalimu, shukrani, nadhani umeeleweka. Naweza kumkaribisha mchezaji Masome Mashauri aje kuzungumza na wanahabari. Masome, karibu uzungumze na wanahabari ukiwa kama mchezaji kuelekea mchezo wa kesho. Karibu sana. Shukrani sana. Naitwa Masome Mashauri, Chief Captain Mashujaa FC. Mkiwa kama mchezaji, msaikolojia ikoje? Morali ikoje kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba Sports? Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama, kutupa afya njema. Mimi kama kiongozi wa wachezaji wangu wapo kwenye hali nzuri sana. Wachezaji wote tumejiandaa kwa ajili ya kuikabili mechi ya kesho. Tunajua ukubwa wa mechi ya kesho na tunajua nafasi ambayo tupo, na tunajua pia tunahitaji nini katika mchezo wa kesho ili tuzidi kujiwekea hakika wa kusalia kwenye
ligi. Mchezo wa kwanza mlipoteza dhidi ya Simba Sports Club mkiwa nyumbani na sasa mnakwenda kucheza ugenini. Je, saikolojia yenu ikoje na mmejiandaa vipi dhidi ya mchezo? Ningependa kusema kwamba kila jua lina mwangaza wake. Kwa mchezo uliopita, mchezo wa kwanza ule tulipoteza ni kweli, lakini mechi ya kesho ni mechi ambayo inachezwa katika siku nyingine, tarehe nyingine, sio kama mechi iliyopita. Kwa kwenye mpira of course lolote linaweza likatokea. Swali kwa mpira. Sawa. Unaonekana unajiamini kiasi kubwa sana. Pengine kauli mbiu yenu ya mapigo na mwendo, ni kweli kesho mwendo utaendelea na mapigo yataendelea kwa upande wa Simba? Inshallah Mungu atasaidia kwa hilo. Kwa jinsi tumejiandaa kucheza mechi ya kesho, kwenye mpira dakika 90 zitaamua. Of course tunajua aina ya timu ambayo tunaenda kukutana nayo ni timu bora, ni timu kubwa barani Afrika, hilo linajulikana, lakini kila jua lina mwangaza wake, itajulikana itakucha vipi. Karibu sana. Nahodha, unapokutana na timu kwenye madaraja ya juu, ni ngumu kiasi gani au rahisi kiasi gani kwa wachezaji ambao wanacheza timu za madaraja ya kati kutekeleza mpango wa benchi la ufundi? Kikubwa kwanza, unapokutana na timu ambayo ina daraja kubwa kukuzidi, cha kwanza saikolojia ambayo utakuwa umetengenezwa na walimu wako ndio itakusaidia pia utakapokuwa pale uwanjani, jinsi mwalimu atakavyokutuliza na we mwenyewe utakapoingia kwenye mchezo. Mind ndio kitu kikubwa sana mindset kwenye mchezo mkubwa kama huo. Kwa asilimia kubwa wachezaji tulionao kwenye timu ni wachezaji ambao wamepevuka kimpira. Sioni kama kutakuwa kuna tatizo kubwa sana la namna ya kucheza. Kwa sio mara kwanza tunakutana na timu kubwa, tushakutana nazo. Kwa ni namna tu ambavyo tutaamka na kuweza kutekeleza jukumu ambalo tutakuwa tumepewa. Karibu. Ukitazama kwenye ligi imesalia ni michezo michache sana ili ligi iweze kutamatika. Kama wachezaji mnapokaa kuelekea hii michezo zaidi na kutana na timu kubwa mbele yenu, huwa mnazungumza nini hasa ili kumaliza vizuri ligi kwa upande wenu kama wachezaji, kujiweka kwenye nafasi nzuri kwenye msimamo? Kwanza tunashukuru uongozi wetu kwenye kila chumba cha mchezaji tumejitahidi kubandika msimamo ule. Kwa mtu akiamka tu anakutana na msimamo pale. Kwa hiyo inamuongeza mchezaji morali ya kupambana, kujua hatupo kwenye nafasi nzuri, tupambane namna gani kuweza kuinusuru timu ya watu. Na mnajiona malengo yenu yanaelekea kutimia ili msalie michezo michache hii? Yes, malengo yatatimia bila shaka. Mungu atasaidia. Malengo yetu yatatimiza. Tumezamilia kuanzia mwanzo wa ligi, tutatimiza malengo yetu inshallah. Labda Masome, una neno kutoka mashabiki na uongozi wa Mashujaa kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba Sports Club? Kwanza napenda kuwashukuru sana mashabiki wa Mashujaa FC. Ni mashabiki ambao ni nguzo kubwa sana kwa Mashujaa. Tunawapenda mashabiki zetu na popote pale Tanzania, watu wa Kigoma wamejaa sana katika kila sehemu. Naamini hapa Dar es Salaam kesho utaona mashabiki wa Kigoma watakuwepo wa kutosha. Na sio tu watu wa Kigoma, mtu yote ambaye anavutiwa na Mashujaa ni mwana Lake Tanganyika, tunakubali waweze kujitokeza kuja kusupport timu yao kwa aina moja ama nyingine. Nakushukuru sana Masome. Shukrani sana Mwalimu Freddy, niwatakie mchezo mwema na Mungu aongoze.